Mechi ilikuwa na mambo mengi ya nje ya uwanja. Wapo watu ambao walikuwa wakipambana kunajisi mchezo huu na kufanya kila hila za kuhakikisha kwamba mechi hii haichezwi, lakini mwisho wa siku mpira wa miguu umechezwa, mpira wa miguu umeshinda na mechi imechezwa na kila mmoja amepata kile ambacho anastahili kupata. Ziko juhudi kubwa ambazo zilitumika kuchafua uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwamba hauna hadhi ya kuchezewa mechi ya Kariakoo Derby, lakini leo hii kila mmoja amejionea mechi imechezwa na kila mmoja yupo katika hali yake, kama ni furaha, kama ni huzuni, lakini Meja Jenerali Samuyo imetimiza kile ambacho kilipaswa kutimizwa kwa maana ya dabi kuchezwa na mambo yamekwenda vizuri kweli kweli. Kwa wale wote ambao walikuwa na nia ya dhati ya kunajis uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, wale wote ambao walikuwa na nia ya kunajis Kariakoo Derby, wote wameshindwa na hatimaye kila kitu kimekwenda sawa sawa. Tukirejea kwenye mchezo wenyewe, tumepata matokeo ya sare ya 2-2. Ni matokeo mabaya kwa upande mmoja na kwa upande mwingine ni matokeo mazuri kwa Simba Sports Club. Ni matokeo mabaya kwa sababu tulistahili kushinda, tulitaka kushinda na tulikuwa na kiu ya kushinda, lakini tulikuwa na uwezo wa kushinda mchezo huu. Dakika 15 za mwanzo tu zilishaonesha ya kwamba Simba tunastahili kushinda mchezo huu. Dakika hizo zilionyesha kwamba Simba tuna timu bora na nzuri ya kushinda mchezo huu, na tukapata magoli mawili ya haraka haraka, ikiwemo goli bora la msimu huu, goli la pili la Chama, na mpaka hapo furaha zikawa zimetawala katika mioyo ya wanasimba ya kwamba hatimaye tumefanikiwa kupata ushindi kwa kumfunga mtani wetu katika ligi kuu ya NBC. Baadaye makosa ya hapa na pale yakafanyika, tukaruhusu bao la kwanza ambalo likawapa imani ya kwamba wana uwezo wa kuendelea kupambana, na kipindi cha pili wakapata goli la pili na ngoma ikaisha kwa sare ya bao 2-2. Nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa moyo wao wa kupambana, kwa moyo wao wa kujituma na spirit yao ndiyo ambayo imewaokoa leo. Kwa timu nyingine ukishaitangulia goli mbili, wanaamua kulinda ili zisiingie goli nyingi zaidi, ama wanachanganyikiwa zinaingia goli nyingi zaidi, lakini wao baada ya kuwafunga goli mbili waka calm down, wakaendelea kucheza kwa utulivu na hatimaye utulivu wao ukawalipa na wakaweza kupata kusawazisha magoli yote mawili na ngoma ikaisha 2-2. Kwa upande huo ni upande wenye maumivu sana kwetu, kwa sababu kwanza tulistahili kushinda, lakini pili tulitaka kushinda. Tulitaka kushinda kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza, hatujamfunga muda mrefu katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tulihitaji kushinda hii leo ili kuondoa hiyo kiu ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Lakini la pili, tulitaka kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa baada ya kupata ushindi katika mchezo huu wa leo. Kwa hiyo kwenye engo hiyo imetuumiza sisi kukosa matokeo mazuri dhidi ya mpinzani wetu baada ya mechi kumalizika, manake msimamo unabaki vile vile, kepu ikiwa ni alama 5 zile zile. Manake kuna kazi kubwa na ya ziada ya kufanya huko mbele, ambapo kimsingi tulipaswa kuimaliza hii leo. Lakini yote kwa yote sisi tunasema kwamba mapambano bado yanaendelea, bado matumaini yetu ya ubingwa msimu huu hatujayafifisha, na hii ni kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Lakini upande wa pili, sisi kwetu matokeo haya yanatupa faraja kutokana na kiwango cha timu yetu. Tukitazama matokeo kama matokeo yanaumiza, lakini tukiangalia maendeleo ya kikosi chetu inatupa faraja kwa namna moja ama nyingine. Tukiangalia kwenye ukuaji na ushindani wa kikosi chetu, hii inatupa faraja kubwa sana. Nyote ni mashahidi, ndani ya msimu huu Simba Sports Club haijapoteza hata mechi moja katika ligi kuu ya NBC. Kutoka kufungwa mara 2 kwa msimu mmoja, raundi ya kwanza tunafungwa,
raundi ya pili tunafungwa, hadi kufikia sehemu ambayo ndani ya msimu mmoja mpinzani wetu ambaye alikuwa mbele yetu kwa ubora anashindwa kupata alama 3 mbele ya Simba Sports Club kwenye michezo yote miwili. Maana yake ni kwamba timu yetu ina improvement kubwa kweli kweli, na hapo ndipo pa kujivunia sisi kama wana Simba. Tunakaa tunahesabu ya kwamba tumefungwa mechi 6, lakini msimu huu tunakaa tunahesabu ya kwamba tumetoka sare mechi 2, kutoka kuwa mteja wa kufungwa kila raundi kwenye msimu hadi kufikia pointi ambayo tunaweza kutoka sare katika michezo miwili. Hii ni improvement kubwa ambayo wana Simba tunatakiwa kuitazama kwa jicho hilo. Lakini kama haitoshi, msimu huu katika mechi 2 za ligi kuu ya NBC Simba tumekuwa bora katika mechi zote. Mechi ya raundi ya kwanza pale visiwani Zanzibar, Simba tumepata sare ya bila kufungana, lakini kiuhalisia tulishinda mechi hiyo kama si kudhulumiwa kwa makosa ya mwamuzi. Mechi hii ya leo tulikuwa bora sana, tukatangulia kupata magoli, makosa hapa na pale yakasawazisha na ikawa 2-2. Kwa ukiangalia kwenye football perspective, ukiangalia kwenye mtiririko chanya wa kimaendeleo wa timu yetu, tuna kila sababu wana Simba ya kujivunia timu yetu, na hapa tunajivunia benchi la ufundi ambalo limekuja kufanya mageuzi makubwa ndani ya timu yetu kwenye kipindi cha muda mfupi. Kumbukeni ndugu zangu waandishi wa habari na wana Simba, tulikuwa wateja huko nyuma, tulikuwa tunaburuzwa kadri wanavyotaka wao, wanakuja kwenye mechi wakiwa na uhakika wa ushindi. Lakini msimu huu imekuwa ni tofauti kabisa. Mechi zote mbili wameshuhudia hata wao wenyewe ya kwamba Simba hii ina mabadiliko makubwa. Hivi sasa wakikaa kuizungumzia Simba, wanaizungumzia timu kwa ambayo inawatishia maisha kwa upande wao. Wanapokaa kuizungumzia Simba, wanazungumza kwa heshima na adabu na uoga ndani yake, kwa sababu katika mechi zote mbili za ligi kuu ya NBC ni wao ndio ambao wameponea chupu, na kama si makosa ya mwamuzi na kama si makosa ambayo yamefanyika hii leo, Nyama alikuwa anaondoka na alama 6 ndani ya ligi kuu ya NBC msimu huu. Kwa sisi tuna pande zote mbili. Tunajilaumu ya kwamba tumekosa ushindi, lakini vile vile tunajipongeza kwa timu yetu kuongezeka ubora. Na sasa nyinyi mnakumbuka ilifikia mahali walikuwa na kiburi, wanasema ya kwamba Simba sio sisi Yanga na Simba sio dabi tena, wakajitafutia kadabi kao huko ambako wao wanakaona ndiyo kagumu. Zote hizo zilikuwa ni dhihaka na dharau baada ya Simba kukosa matokeo kwa muda mrefu, lakini sasa hivi hawana uwezo wa kusema ya kwamba Simba na Yanga sio dabi tena, kwa sababu mara zote mbili wameponea chupuchupu na mara moja tumewafunga kwenye fainali la kombe ya Muungano. Kwa sisi we are very proud na timu yetu, na wala hatuna sababu wana Simba ya kukaa kinyonge. Kazi kubwa ya kufanya mageuzi ya timu yetu imefanyika, kazi kubwa ya kuiboresha timu yetu imefanyika, kazi kubwa ya kuirejesha timu yetu kwenye ushindani na kurejesha heshima ya dabi imefanyika, na leo tunakwenda kwenye dabi tukiwa kifua mbele.